Hello, mambo vipi? Leo tuelezee sasa mentality ya kitajiri inakuwaje, yaani ili ufanikiwe inakuwaje. Kwa ujumla sidhani kama Tanzania tuna hii elimu ya saving inafundishwa madarasani, sidhani, lakini leo nitakuelezea nini cha kufanya ambacho wewe baada ya miaka 10 utakuwa mtu tofauti kabisa. Ni mpango wa muda mrefu, miaka 10, na wengi unaweza kuhisi kwamba ni mpango ambao hauwezi kutimia, lakini inawezekana, kwa sababu hapo ulipo wewe una miaka mingapi, cha kwanza, na je, hujawahi kukaa miaka 10 bila kuingiza chochote? Kwa sababu leo hii mtu ukimuuliza unajiona wapi ndani ya miaka 10, hawezi kukujibu kwa haraka, kwa sababu kinachoamua baada ya miaka 10 ni kile anachokiingiza kwa siku kuanzia sasa, yani kwa siku unavyomuuliza swali. Sasa nakupa tu mfano mdogo. Ukiweka shilingi 20,000 kila siku, baada ya miaka 10 utakuwa na milioni 72. Inaweza ikawa haina thamani kihivyo, lakini ni bora uweke ndani ya miaka 10 upate milioni 72. Inaweza ikakupigia tough kwenye hatua moja ama nyingine, kuliko kukaa kabisa bila kufanya saving ndani ya miaka 10 halafu ukatimiza miaka 10 pasipo chochote. Kwa hiyo uamuzi ni wako, na sio kwamba haiwezekani wewe kusave 20,000 kwa siku. Inawezekana vizuri sana, yaani unaamua tu, bwana, haya masaa tuliogawana masaa 12, kwa nini nisifanye kazi ambayo inaweza kaniingizia hata 30,000 au 40,000, then 20 kila siku nikawa naweka? Inawezekana, ila kwa sababu tuna hizo mentality kwamba miaka 10 mbona mingi sana. Bro, hao waliofanikiwa wote walikuwa na mipango ya muda mrefu. Na maana nakwambia, hakuna ulimuona leo amefanikiwa kwamba alilala jana akaamka leo akafanikiwa. Hapana, yaani wote walikuwa na mipango ya muda mrefu, ambayo mwisho wa siku wewe unaona kama wameibuka tu jana. Hizi Mazda X5 unazoona leo ni watu wamekaa baada ya miaka 5, kwa sababu baada ya miaka 5 hii gari nitainunua. Na kweli mtu ameinunua. Ukiona kama kuna BM mpya mtu ameinunua, sio kwamba alikaa tu, no. Haiko hivyo. Hiyo ndio mentality ya kufanikiwa. Kwa kama wewe hujawahi kuwaza hilo, anza leo. Sio lazima usave shilingi 10,000, hiyo 20,000. Unaweza kusave hata 10,000, maana yake ndani ya miaka 10 utakuwa na milioni 36. Inawezekana sio kwa ajili yako, bajeti ya watoto wako, vitu kama hivyo, na kusaidia kwenye maisha. Yep.